na maisha yangu, harakati zangu, kuoa kwangu, kufanya kazi kwangu, kujenga kwangu, yani kuishi na watu yote, mahyaya wa mamati, na hata kufa kwangu, lillahi rabbil alamin. Chunguze kama wewe ni Muislamu, tazama Uislamu una athari gani kwenye maisha yako ya kila siku. Anwani ya khutba yetu ya leo kwa muda wa dakika 25 zilizobaki ni al-Islam manhaj haya la tuqus ibadati faqat. Uislamu ni njia ya maisha, wala si ibada tuqus za kutekelezwa tu ziishie bila ya kuwa na athari kwenye maisha yako. Kwa hivyo tunapozungumza Uislamu, inaeleweka dini ambao sote nantami ila hadha alislam, sote hapa ni Waislamu, na ndio maana tukaja hapa msikitini kusikiliza khutba, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashatuambia, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Panapoitwa adhana ya Ijumaa, hendeni haraka msikitini na muache biashara, na ndio maana sisi tuko hapa. Kwa hivyo sisi leo tutataka kuzungumza kwamba Uislamu ni manhaj, ni njia ya maisha ya mwanadamu, si tu kutekeleza ibada peke yake. Na ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii niliyoisoma, hivyo ndivyo anavyoshiria. Mkimaliza hizo ibada ambao mmefunga, yani mmeswali mkamaliza, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi, eneni sambaratikeni kwenye hii ardhi, mtafute riziki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenye duka lake arudi, mwenye kwenda zake nyumbani aende, mwenye shamba lake akalime, mwenye duka lake akafungue, mwenye biashara yake endelee. Lakini pale pale Mwenyezi Mungu mbele anasema nini? Wadhkurullaha kathiran, huko mulipo huko mkumbukeni Mungu kwa wingi, la'allakum tuflihun. Yani kuwepo na relation, alaka baina ya moyo wako na Allah Subhanahu wa Ta'ala popote pale ulipo. Hii aya yenyewe imetupa tafsiri kuwa kumbe ibada au kumwabudu Mungu na Uislamu kwa ujumla si kule tu kuswali Jumaa kisha ukatoka, kisha kule nje ukawa utaishi unavyotaka wewe. Kwa hivyo tukisema Uislamu ni manhaj haya, kwamba huu Uislamu ambao sisi twaswali, twafunga nje, manake tuonekana twafunga, yasipodhihiri ya huo Uislamu wako kwenye maisha ya kila siku, bado hujaelewa maana ya Uislamu, bado hujajua ni njia ipi ambayo itakuokoa wewe na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu hapa kuna maneno mantiki tu, kiakili wewe mwenyewe ukae ufikirie, unaweza kupata jawabu. Tuchukulie kuwa maisha yetu hayana alaka na dini ya Kiislamu, yani maisha tutaishi tunavyotaka. Uislamu umalizikie kwa mfano kwenye arkanul Islam, ushapiga shahada, waswali swala zako 5, wafunga Ramadhani yako, umekwenda zako hija, hiyo ndio ibada. Tuchukulie ni hivyo. Hivi wewe wataka kuniambia mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba hapa duniani na akasema kwenye suratul Dhariyat, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba hawa binadamu na majini, nimewaumba kwa moja tu, wanitumikie mimi, waniabudu mimi. Alafu ibada imalizikie kwenye hizi ibada ambazo tumezitaja. Kwa mfano umepiga shahada, hiyo kwanza haina mafungamano na dhahiri, yani wewe ukisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ni wewe na Mungu peke yake. Mungu ndiye anaweza kukujua wewe ni mkweli kwenye hilo au ni mrongo, wala hakuna mtu, wala hakuna kwa utatembea itoke alama kwamba huyu ni mtu wa tauhid, angalieni amesema la ilaha illa. Hiyo ni wewe na Mungu. Hali wewe ni mkweli, ni sadiq, ni muongo, ni mnafiki, ni muumini kweli? Kisha tuje katika sala. Swala ni mara 5 kwa siku,
na kila swala ni dakika 10. Siku nzima kwenye masaa 24 wampa Mungu dakika 50 peke yake. Hivi masaa 23 na dakika 10 wewe wafanya kazi gani? Kama umeumbwa kumwabudu Mungu na akili yako ya kuambia wewe ukisha kuswali ndio ushamaliza ibada yako, haya masaa mengine yote hivi utakwenda kwa Mungu siku ya Kiyama uingizwe peponi kisa uliumpa Mungu dakika 50 kwa siku yenye masaa 24? Au ufunge katika miezi 11, ufunge mwezi mmoja, uende ukadai mbele ya Mungu kuwa mimi nimefunga Ramadhani, inatosha hii mimi kuniingiza peponi? Au wewe ukae miaka yako 60 umekwenda hija mara moja tu, na uende ukadai mbele ya Mungu, ya Rabbi, mimi niko Muislamu kweli, maana mimi nimehiji. Kama tunataka ufahamu wa sawa, ndugu zangu, hizi ibada zote tumewekewa sisi, kule kutekeleza kwetu hizi ibada ni lazima kuwe na natija yake. Natija yake ni ile athari itakayopatikana katika maisha yako ya masaa 24 au ya kila siku. Ndio utaona Mwenyezi Mungu katika kila jambo lina mafungamano na nje. Mfano swala, Mwenyezi Mungu asema inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika hii swala inamkanya mtu na mijidhambi na mambo maovu na machafu. Hebu wewe jiulize, swala inakukanya wewe na maovu na machafu wapi? Kwenye swala? Wewe umeingia msikitini, swala baada ya dakika 5 kuswaliwa, hapo wewe ni mtu wa karibu sana na Mungu, una hamu mpaka umekuja msikitini kabla ya swala kwa dakika 5 na umeswali kwa dakika 10. Kipindi umeingia msikitini mpaka umeswali ndani ya huu msikiti, wewe umekuja kufanya dhambi hapa. Sasa Mungu akisema swala inakanya machafu na maovu, si msikitini, ni kwamba mwenye kuswali akitoka kule nje swala yake inamkinga na vitu kama hivyo. Sasa yule anayeswali kisha akitoka kule nje ni mwongo, mwizi, jambazi, conman, mraibu wa kupundukia, hajafahamu maana ya Uislamu. Sisi tulipofunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lengo Mungu alikuwa ataka sisi tuwe wacha Mungu. Huwezi kuniambia Mungu alitaka tuwe wacha Mungu kwenye kipindi cha siku 30 peke yake. Ile la'allakum tattaqun ni kwamba ile saumu ya mwezi utoke baada ya Ramadhani umekuwa mtu mwema, na hapo tutasema ibada ya saumu kweli imekuwa na athari kwenye maisha yako ya kila siku. Kama Mungu aliniambia katika saumu, hata akitokea mwenye kunitusi au kunipiga, nafaa mimi nisijibizane naye, niseme inni saim. Mungu atufundisha tabia njema na jinsi gani tutarudisha wema tunapofanywa ubaya kwenye maisha ya kila siku, na huo ndio Uislamu. Na ikiwa watu wamekwenda hija, walelewa kule na Mungu kwa rehema zake anawasamehe na wanarudi makwao kama walivyozaliwa, hawana madhambi. Sio waje wachume madhambi, waje waanze maisha mapya. Kama alikuwa tabia zake ni mbovu, ziwe nzuri. Kama alikuwa na madhambi fulani akifanya, aache. Kama alikuwa ni jambazi, aache ujambazi. Ndio maana yake. Kwa hivyo ndugu zangu, tukizungumzia Uislamu kuwa ni manhaji ya maisha, ni wewe na mimi tujiulize, kwenye maisha upo Uislamu? Alafu tuangalie aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema na tuizingatie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, qul, sema wewe Muhammad, yani huu ni Muhammad ambiwa, qul, waambie hao, sema, tangaza, inna salati, hakika ya swala yangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu, wa mahyaya, na maisha yangu. Tukome kwenye neno maisha in bracket, na maisha yangu. Maisha yapi? Shawahi kujiuliza maisha yapi Uislamu? Hal haya maisha hapa, wa mahyaya, na maisha yangu yapi? Ya kaburini? Huja kwenda kaburini wewe. Ya akhera? Hatuja kwenda akhera sisi.
Kwa hivyo haya maisha ni maisha ya duniani. Hakika Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, qul, sema, inna salati, hakika ya swala zangu, wa nusuki, na ibada zangu nyingine, kuchinja, wanazuoni wanasema ni kuchinja, wa mahyaya, na maisha yangu, harakati zangu, kuoa kwangu, kufanya kazi kwangu, kujenga kwangu, yani kuishi na watu yote, mahyaya, wa mamati, na hata kufa kwangu, lillahi rabbil alamin. Kumbe yote ni ya Mungu. Natakiwa niishi kwa ajili ya Mungu, natakiwa niwe mtumishi wa Mungu. Huwezi kuwa mtumishi wa Mungu kwa kuzingatia kutekeleza ibada ya dakika 10 kwa siku, uenda kumpa Mungu dakika 50, kisha useme hii inatosha kunifanya Muislamu, na huku nje nitaishi vile mimi nataka. Qur'ani na kupinga, wa mahyaya, huku nje ndipo panapotakiwa zaidi. Wacha niwape mfano mzuri ambao mtaelewa. Wewe unapokwenda kusoma, ukatenga miaka yako ya kusoma, tuseme miaka 6, unakwenda zako kama ni university. Kwenye ile miaka 6, yale yote unayoyasoma huwa inatafutwa natija yake baada ya wewe kumaliza yale masomo, kutaharaj, usha graduate, ushamaliza. Watu wote wanaangalia ile natija ya wewe baada ya kusoma, hauangaliwi ule muda wewe wasoma, lakini inaangaliwa athari ya masomo yako imeleta nini kwenye maisha. Ukishamaliza, ushapewa shahada, sasa watu waangalie fulani alisomea nini bwana, au fulani engineer bwana, huyu ni mjenzi. Watu wanaangalia baada ya kuwa ushasoma, ushapewa shahada, yale unaoyafanya. Wewe unapoingia msikitini kuswali, ujue Mungu anakutazama baada ya swala, wewe ni nani kule nje. Swala imekuwa na mchango gani kwenye maisha yako na watoto wako? Saumu imekuwa na mchango gani baina ya maisha yako na wazazi wako? Uislamu kwa ujumla una mchango gani baina ya wewe na kuamiliana na watu wote duniani? Ndio utaona hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akitueleza masala ya itikadi, yuambatanisha na miamala. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah, yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. Niwaulize Waislamu, anayemwamini Mungu na siku ya mwisho, hii ni imani ya watu gani? Waislamu. Kuna mtu anashaka na hilo? Mwenye kumwamini Mungu na siku ya mwisho, hii ni imani yetu Waislamu. Alif lam mim dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yani kwa hivyo imani ya kuamini Mungu na kuamini siku ya mwisho ndio imani ya mtu mu'min. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana, yoyote yule, yu'minu billahi, yuamini Mungu, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, yani Muislamu. Kwa lugha nyingine tutasema yoyote yule ambaye ni Muislamu wa kweli. Kisha Mtume asema, falyukrim dhaifa, na mkirimu mgeni wake. Tumefahamu kumbe hapa ile tabia ya kukirimu wageni ina mafungamano na dini. Kama kweli wewe ni Muislamu, basi wakirimu wageni. Ndio maana yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara. Kama mtu amwamini Mungu na siku ya mwisho, na ndio maana ulipokuwa na imani hiyo, wewe uliswali, ulifunga, ulitoa zaka, ukaenda haji, basi kama wewe unamwamini Mungu na siku ya mwisho, Mtume asema fala yu'dhi jara, asimuudhi jirani yake. Tumepata ujumbe hapa. Kumbe mtu kuwa Muislamu ni kuishi vizuri na jirani. Kumbe mtu kuwa mu'min
ni asimuudhi jirani. Najaribu kuwaleteni relation, alaka baina ya kuwa wewe ni Muislamu na maisha haya. Ndio maisha. Kule unapoishi nje, wewe una watu waishi nao. Tukizungumza majirani, jirani wa kwanza wako ni mama yako mzazi, au ni wazazi wako mama na baba. Jirani wako mwingine ni mke wako na watoto wako. Majirani zako wengine ni wale unaoishi na wao karibu, majirani wa nyumba wale, aidha ni Waislamu au wasiokuwa Waislamu. Uislamu unakuambia kama wewe ni muumini, wale majirani usiwaudhi. Kisha hapa niongeze hadithi nyingine kuthibitisha kuwa ukidai wewe ni mtu wa itikadi na imani ya Uislamu na ni Muislamu kwa kuswali na kufunga na zaka, usipoonekana Uislamu wako kwenye kuishi na watu, hujafahamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi nyingine anasema, wallahi la yu'min. Ana hapa Mtume anasema wallahi la yu'min, wallahi hana imani. Tena yuarudia neno hili Mtume mara ngapi? Mara 3. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasul Allah? Qal man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nani huyo ewe Mtume wa Mungu ambaye hana imani? Akasema ni yule ambaye majirani hawakusalimika na shari zake. Huo ndio Uislamu. Kisha kumalizia tena, wengine labda watatofautisha kwamba hapa imani shekhe waeleza watu wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema almuslimu man salima almuslimun, almuslimu man salima almuslimun min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli uliokamilika Uislamu wake ni yule ambaye Waislamu watasalimika na shari ya ulimi wake na mkono wake. Kwa hivyo mtu kwa Muislamu ni achunge ulimi wake. Mtu kwa Muislamu ni asiudhi Waislamu wenzake kwa maneno au kwa vitendo. Kisha hadithi hii tulioianza, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara. Jambo la 3 Mtume alisema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Yoyote ambaye ni Muislamu, yoyote ambaye amemwamini Mungu na siku ya mwisho, basi naseme mazuri ya kheri. Falyakul khairan. Khairan hapa ni nakira, kheri yoyote. Usije ukaona ni kusoma Qur'ani peke yake. Soma Qur'ani, kumtaja Mungu, kuzungumza na watu, yote ni kheri. Yani wewe zungumza yaliyokuwa mazuri, au liyasmut. Huna ya kusema mazuri, nyamaza. Wengine wasema kama kusema ni fedha, kunyamaza ni dhahabu. Uislamu unatuambia kunyamaza hakui bora kuliko kusema, ila wakati mtu amekosa la kusema zuri. Kama unayo ya kusema mazuri, siku zote itabaki kusema mazuri ni bora kuliko kunyamaza. Sema, zungumza, kwa sababu unapozungumza mazuri unajaza mizani yako ya mema. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqib atid. Kwa hivyo ukizungumza mazuri unaandikiwa thawabu. Unapokosa kuzungumza mazuri, nyamaza. Huo ndio Uislamu. Ndugu zangu, Uislamu kwa ujumla, hii dini yetu, ikiwa kwenye akili yako mpaka leo hivi wa utafuta katika hizi ibada na uone kwamba ushamaliza kazi, usione athari yako kwenye maisha yako, uwe wewe ni Muislamu hupitwi na kipindi, ni Muislamu huachi Ramadhani unaifunga vizuri, na pengine umehiji zaidi ya mara moja, lakini nyumbani unapoishi kwako, mtu wa kwanza anayeteseka na wewe ni mke wako. Unapofanya biashara zako kule, muongo kupitiliza, huna ahadi kwenye maneno yako, huna uaminifu unapoaminiwa. Ulipo kwenye kibarua, khaini mkubwa ni wewe kumkhini bosi wako.
ulipo kwenye kiti cha umeneja, mwizi mkubwa ni wewe unaowanyang'anya wale wafanyakazi wako haki zako. Wallahi mimi nakuapia Mungu, hujaelewa maana ya Uislamu, hujaelewa. Hakuna Uislamu wa msikitini peke yake, hakuna Uislamu wa Ramadhani peke yake, hakuna Uislamu wa Maka peke yake. Uislamu ni maisha. Haya yote tuliyowekewa tunaangalia natija yake. Wewe unaswali, athari ya sala yako iko vipi huko nje? Kama haya yote unayoyafanya, lakini ukenda nyumbani, kama kuna mtu unayemtoa machozi ni mama yako mzazi, hujaelewa maana ya Uislamu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kama kweli waswali itakiwavyo na wafunga kweli Ramadhani na waamini imanan wa ihtisaban na umekwenda haji, basi lazima uelewe mtu aina yako Muislamu nyumbani anatakiwa wa kwanza kufanywa ihsan na wema ni mama mzazi. Kama huko hivyo hujaelewa maana ya Uislamu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ndugu zangu, tukiwauliza watu, je, nyinyi ni Waislamu? Ni rahisi, watu wote kila mmoja atasema ndiyo, mimi ni Muislamu. Lakini swali ambayo kila mmoja wetu anafaa kujiuliza nafsi yake ni kiasi gani Uislamu unadhihiri katika maisha yako kila siku. Wallahi, kuwa wewe ni Muislamu kwanza ni neema kubwa. Ukijua ni idadi gani ya wanadamu walio duniani na ukajua idadi ya Waislamu, utatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza kuuliza, mbona tushukuru? Tushukuru kwa sababu kama wewe si Muislamu uenda kuni za moto. Hiyo ndio jawabu. Kama wewe si Muislamu na ukafa si Muislamu, wenda kuwa kuni za moto. Kuna mtu anashaka na hili? Ukiwa na shaka na hili, wewe ni kafiri. Kama wewe ni mu'min, lazima uelewe kuna maisha ya kesho. Maisha ya kesho tumefupushiwa kwenye Qur'ani, si mambo marefu kule sehemu ni mbili tu, ni uende janna ukastarehe kwa rehema zake Allah, natija ya matendo yako mazuri duniani, au uende jahannam ukateswe na uteseke kwa kuwa Mungu amekuweka mbali na rehema zake, natija ya matendo yako maovu duniani. Kwenye Qur'ani yote Mwenyezi Mungu atuambia waumini na waliotenda mema, hao ndio watu wa peponi. Waliomwamini Mwenyezi Mungu wa amilu salihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, hao watakwenda wapi? Peponi. Waumini kina nani? Ni Waislamu. Sasa kama Waislamu duniani kwenye idadi ya bilioni 8 za wanadamu ni 1.8 bilioni, ni bilioni 1.8 ndio Waislamu. Hiyo ndio hisabu ya mwisho. Huoni kuwa wewe kuwa Muislamu ni neema ya Mungu? Niulize tena, kwa nini neema? Usipokuwa Muislamu kwenda motoni. Kama twaliona hilo, ni lazima tuelewe kwamba hii ni neema. Lakini faida gani uletewe neema usiielewe? Uelewe kwamba Uislamu, mimi nitaswali, nitafunga, nitatoa zaka, kisha kule nje hakuna athari hata moja ya Uislamu wako. Jamani, Muislamu amekuja kupractice dini kwenye maisha. Watu wanakwenda kwa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamuuliza Aisha, hebu tueleze na sisi tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha anawaambia, kana khuluquhu alquran, Mtume alikuwa tabia zake ni Qur'an. Je, hii Qur'ani yatufundisha kuswali peke yake? Kama tabia za Mtume ni Qur'ani, ni tabia za wacha Mungu, ni tabia za waumini, ni tabia za waja wema. Someni kwenye Qur'ani hizo tabia ni tabia zipi?
kwa waumini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nini? Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hivi ndivyo waumini walivyo, akitajwa Mungu moyo wao huingia hofu. Hao ndio Waislamu. Wakipewa mawaidha nyoyo hurudi kwa Mungu, huzidi imani, na wakiwa katika maisha yao kule humtegemea Mungu, hawendi kwa wachawi. Alladhina yuqimuna as-sala, wasimamisha sala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wasimamisha sala wapi? Msikitini. Na tulichowaruzuku wanakitoa. Leo wewe bakhili pako mke wako, bakhili pako mama yako, wacha masala kuangalia fukara na masakini nje, wewe bakhili mpaka kwa nafsi yako. Waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wewe bakhili mpaka kwa nafsi yako. Mwenyezi Mungu asema ulaika humul mu'minuna haqqan, hao waliotajwa. Tukenda katika sifa za wacha Mungu, Mwenyezi Mungu atueleza wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Kwa hiyo Aisha akisema kwamba tabia za mtume ilikuwa ni Qur'ani, ni tabia za wacha Mungu. Tabia zao ni zipi? Mungu amewaandalia pepo aina gani? Pepo upana wake mbingu na ardhi. Wameandaliwa kina nani? Wacha Mungu. Mwenyezi Mungu asema alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra. Hizi ndizo tabia za Muislamu, wanaotoa kwa wingi na kwa uchache, kwa uzito na kwa wepesi. Kutoa haina mafungamano na utajiri, kutoa ina mafungamano na imani. Tajiri akitoa milioni, wewe utatoa shilingi yako. Yunfiqun fi sarra'i wad-dharra, wal kadhimina al-ghayz, na wenye kuzuia hasira zao huko nje. Mke amemiudhi, nipe talaka, nipe talaka, sikupi. Nipe talaka yangu ama nitajiua, sikupi. Mwisho kusha na vashati anatoka na kwenda zake. Wewe ukiambiwa nipe 10 kama ziko nishakuacha. Iko wapi wal kadhimina al-ghayz? Hii ndio sifa ya Uislamu. Wala afina 'anil nas, na wenye kusamehe watu. Umeudhiwa, umeomba msamaha, unasamehe. Leo mtu hataki kumsamehe mama yake mzazi, hataki kumsamehe ndugu yake Muislamu. Hizi zote ni sifa za Waislamu. Zote hizi ni katika sifa za mtu Muislamu. Wala afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ukienda katika wa ibadur rahman, hizi ni tabia za Mtume sallallahu alladhina yamshuna fil ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hizi zote ni sifa za waumini. Hata Mungu ataja paka kule nje, ukitembea ni mtu mwenye amani, mtulivu. Wakiprovoke watu au kukuudhi au kukutaka kukupandisha, wewe jibu lako ni salama, kwa sababu wapenda amani. Huyu ndiye Muislamu. Mimi natoa nasaha kwa nafsi yangu na kwenu nyinyi, kila mmoja jichunguze. Kama wewe ni Muislamu, tazama Uislamu una athari gani kwenye maisha yako ya kila siku. Njoo uswali, ufunge, utoe zaka, lakini kule nje na kutaka ukiwa wewe ni mtoto kuwa bar kwa wazazi wako. Kama wewe ni mfanyabiashara, kuwa mkweli, mwaminifu na mwenye ahadi. Kama wewe ni mume nyumbani, ishi na mkeo kwa wema na kwa amani. Kama wewe ni baba, lea watoto wako vizuri kwa dini. Kama wewe wamiliki kituo, basi kuwa muadilifu na wale wafanyakazi wako na rahma. Kama wewe wafanya kazi, usimkhini bosi wako. Yani kwa ufupi, Uislamu ni dini ya maisha. Kama hupati Uislamu wako kwenye maisha yako, ndugu, rudi tena ukaulize, usome, uelewe. Tusije tukapiga makanda hapa na kesho siku ya kiyama tukawa ni wale walio khasirika. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wale waliopotea kwenye maisha yao ya dunia na fil hali wadhania kwa wanaoyafanya ni mazuri. Kumbe yale alielewa maskini kisha kuswali kule nje aweza kuparaga tu akafanya anavyotaka. Imamu msikitini, mwizi nje. Shekhe msikitini, nje jambazi. Tai mwenye kusali msikitini na kwenda nini kule nje mzinifu. Huo si Uislamu. Mwenyezi Mungu atuongoze. Mwenyezi Mungu atuonyeshe haki na atupe nguvu tuweze kuifuata haki, na Mwenyezi Mungu atusamehe kwenye kasoro zetu na madhambi tulionayo, atusafishe na madhambi tuondoke akiwa yeye yuko radhi nasi. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi ni miongoni mwa Waislamu na atufishe pamoja na waja wake wema. Sallu wa sallimu ala rasulillah. Qala Allahu azza wa jalla, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu
taslima.